chama, nikimshukuru Mungu sana kuweza kutupatia fursa ya kukutana kwa kupitia vyombo vya habari. Awali nimshukuru Mungu kwa baraka zake zote ambazo anajalia kila siku. Tuna kila sababu ya kumshukuru kwa kupatia afya na nguvu ili tuweze kusimama vyema. Lakini pili, niweze kumpongeza mwenyekiti wetu mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye sasa ana mwezi mmoja na nusu ofisini, na kweli tunashukuru Mungu sana kwa kuweza kutupatia uongozi mpya. Lakini pia tumpongeze Mheshimiwa Katibu Mkuu John Mnyika kuweza kuchaguliwa pia kushika nafasi yake ya katibu. Tunapongeza wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa, na vile vile tunapongeza wakurugenzi wa chama walioweza kuteuliwa na wataalamu wa chama kwa ngazi ya taifa. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tulioweza kufika hapa tunawapongeza sana sana, na Mungu aweze kuwapa nguvu na hekima na kuweza kukiongoza chama chetu vyema. Ndugu waandishi wa habari, leo tunakutana katika wakati muhimu sana ambapo tunaendelea na agenda yetu kama chama ya no reforms, no election. No reforms, no election. Viongozi wetu wa kitaifa, hususan mwenyekiti, yeye ni mwalimu mzuri sana, ameshaelezea kwa kina nini maana ya no reforms, no election. Jambo hili nitajaribu kulieleza hapa pia kwa ajili tu ya faida ya wale ambao bado hawajaelewa vizuri au watu wanaotaka kujikumbusha pia, kwa sababu mwalimu wangu alifundisha kwamba marudio ni mama wa mafanikio. Tunaposema no reforms, no election, tunamaanisha kwamba pasipotokea mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi na sheria, tutahakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2025, uchaguzi mkuu, haufanyiki. Na ndio maana no reforms, no election. Hata hivyo, pamoja na maana nyingine halisi ya neno hili no reforms, no election, kwa hakika kwa hali ya chaguzi ambazo huwa zinasema chaguzi, lakini kimsingi chaguzi hazifanyiki. Hizo sio chaguzi, bali huwa ni uchafuzi, geresha ambazo zinakuwepo katika kitu kinachoitwa uchaguzi, lakini kimsingi maana halisi ya uchaguzi ni pale ambapo wananchi watakapokuwa wanapewa nafasi ya kupiga kura na kura zao zinahesabiwa na mshindi wa kweli kutangazwa. Hiyo ndio maana halisi ya uchaguzi, na huo ndio uchaguzi tunaotamani kuuona katika taifa letu. Lakini niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, haki hazipewi, haki zinapiganiwa. Niwarudishe katika historia ya taifa letu. Kabla ya kupata uhuru wa Tanganyika, taifa letu lilikuwa chini ya usimamizi wa taifa la Uingereza, kwa maana kwamba Watanganyika watakapokuwa na uwezo wa kujitawala waweze kupewa uhuru wao, na hayo yalitokea baada ya mapigano makubwa sana ya vita ya dunia. Sasa pamoja na kwamba walipewa jukumu ya kujikabidhi uhuru tutakapokuwa tayari kujiongoza, lakini wale wenzetu wazungu wale hawakusema tu sasa tunawakabidhi, tumewaona tunaweza. Ilibidi wazee wale wapiganie uhuru kuweza kuupata. Kwa hakika katika presi ya leo tunadhihirisha wazi kwamba uhuru wa wananchi tunahitaji kuudai upya, na mifumo ya kiuchaguzi ilikuwa ni nafasi nzuri sana ya Watanzania kuweza kubadilishana madaraka pale ambapo wananchi wanasema bana, wewe tumeshatosha, tunataka tukutoe. Hiyo ndio nguvu ya mwajiri, lakini mwajiri sasa hana nguvu tena ya kuweza kushughulika na hao ambao amewaweka madarakani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, kwa mmoja wetu tunahitaji kushikamana kuzuia udhalimu mkubwa ambao unafanywa na chama tawala kwa namna ya kutoheshimu hata sheria hizo zilizopo, na kutengeneza sheria zingine ambazo ni kandamizi. Jaribu kuangalia kwenye uchaguzi kuanzia mwaka 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tunaona zaidi ya 90% ya wagombea wetu wa Chadema walipata majina. Sasa tunafanya uchaguzi au maigizo, alafu ukiwauliza bajeti iliyotumika kwenye uchaguzi huo
unaambiwa ni mamilioni ya shilingi. Kwa hiyo matumizi mabaya ya rasilimali za taifa la Tanzania. Tunataka kama ni uchaguzi uwe uchaguzi, watu wenye competence waweze kushika madaraka. Kwa watu wanaofuatilia michezo wanafahamu umuhimu wa kuchagua talent, umuhimu wa kuchagua watu wenye vipaji, na ndipo hapo unaweza kuona kitu kizuri kinafanyika. Ili tupate viongozi imara, viongozi thabiti, ni lazima mifumo yetu iwe na uwezo wa kuruhusu watu wenye uwezo, waliopimwa wakapimika, ambao wananchi wanaowaamini waweze kuwatumikia Watanzania. Kwa bahati mbaya sana kwa sasa mambo si hayo, na ndio maana kama ndugu yangu katibu wa mkoa wa Ilala alisema, ndugu yetu Nape yalimtoka yaliyoko moyoni, akazungumza kwamba kushinda inategemea ni nani anayetangaza. Yule ni kijana wa kwenye chama kile kwa muda mwingi sana aliyezungumza, kwa vyote vile ni vizuri tunamsikiliza. Sasa ikiwa hivyo kwamba mapenzi ya yule anayetangaza ndio uamuzi, wananchi wana haja gani ya kuja kupiga kura? Na sasa tunawaambia kwamba zoezi la kuandikisha wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam wanatakiwa waanze kesho, ili iweje wajiandikishe kwamba waende kwenye zoezi ambalo kwa hakika kura zao hazitaheshimiwa. Na ndio maana katika vikao vyetu tulivyofanya siku hizi za karibuni, tumedhamiria dhahiri kwamba hatutatoa ushirikiano kwenye swala hili la uandikishaji wa wapiga kura, wanachama wetu na wapenzi wetu na ndugu zetu. Hakuna sababu ya kupoteza muda kwenda kujisajili kwenye daftari ambalo kwa hakika tunataka hilo daftari lenyewe lifanyiwe mabadiliko. Tunaposema reforms ni pamoja na hilo daftari lenyewe la tume ya uchaguzi liweze kufumuliwa, liweze kuandikishwa. Huo ndio msimamo wa chama. Msimamo wa chama chetu ni kuhakikisha kwamba lile daftari la wapiga kura, watu sahihi walioko huko ndani waandikishwe. Lakini pili, tuwe na uwezo wa kulifikia daftari hilo bila mizembe. Kwa sasa hivi ukienda tume ya uchaguzi ukasema naomba daftari la wapiga kura, jaribu kufanya hivyo hapo. Kwa ndugu zangu, mimi naamini kabisa kwamba mmoja wetu kama Watanzania tunayo nguvu na tunayo sababu ya kutosha kusema kwamba CCM sasa ni muda wake kuondoka. Wamefanya kazi na wamechoka, ni kipindi cha mabadiliko. Tunahitaji kwenda kwa kasi zaidi kulingana na mahitaji yetu. Taifa letu limebarikiwa neema nyingi sana. Tuna hali ya hewa nzuri kwa hali ya kawaida, lakini nenda kaangalia hali ya wakulima. Ukienda kuangalia hali ya wakulima walio wengi utawahurumia. Kila mwaka wanalima, mazao ni kidogo. Nyenzo duni za kutumia katika kilimo. Katika taifa lenye teknolojia kwa sasa tunatakiwa wakulima wetu waweze kutumia nyenzo za kisasa kama matrekta. Sasa jaribu kuangalia matumizi mabaya ya serikali. Matumizi mabaya ya serikali kwa masuala ya chaguzi. Tunaharibu na kuweza kushindwa kuwatetea watu wetu ambao wanaangamia kwenye vijiji. Angalia hali ya chakula chini kwa sasa. Na hali ya hewa mwaka huu imeenda vibaya. Kwa hakika utawahurumia watu wetu. Watu wana njaa. Nenda kaangalie gharama ya vyakula. Kama ni taifa lenye usimamizi mzuri, utakuta kila mahali kuna ghala la chakula. Chakula kikipungua, serikali inahakikisha kwamba magari yanafunguliwa. Hiyo ndio maana ya elimu. Tukifuatilia kwenye maandiko matakatifu, kuna mtu mmoja anatajwa kuwa Yosefu alimshauri Farao kutunza akiba ya chakula, kwa sababu aliweza kuona mbele kwa miaka 7 zaidi. Akashauri kwamba chakula kiweko kwenye ghala ili taifa likipata njaa wananchi wake waweze kupata. Lakini watu wetu wanashinda sana hali ya chakula. Kwa hiyo ndugu zetu, tusimame imara kwa makundi yetu, watu wote walioko serikalini, wakulima, wanafunzi, vyama vya siasa mbalimbali, ikiwemo watu walio ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao wanahisi hawatendewi haki. Haki hunyanyua taifa. Wapo wengi ndani ya chama tawala wanatamani kuwe na demokrasia ya kweli, na mimi naamini wako walimbaji, lakini ni ngumu sana kupenda. Majuzi kati tumeshuhudia hata katiba yenyewe ya Chama cha Mapinduzi haijapata, ukuta wameteua ghafla tu, na kuna mwanachama mmoja akaandika kidogo akatubiriwa hivi. Tunataka taifa lenye uhuru wa kujieleza.
Tunataka taifa lenye uhuru wa kuzungumza, watu waweze kusimama wenye kuzungumza yale wanayofikiria. Ndio maana mataifa yanayoendelea yanalinda sana haki za kujieleza. Kwa ndugu zangu, kazi ndio imeanza, kazi imeanza. Mimi mwenyekiti wa mkoa wa Ubungo kwa kushirikiana na viongozi wenzangu kwenye mikoa mbalimbali ndani ya Dar es Salaam, lakini pia na wale viongozi wenzangu kwenye mikoa yote Tanzania, tuweze kusimama na kuungana na kushikana mikono kusema hapana, 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 hapana kabisa. Mwaka huu tunataka kuona kwamba uchaguzi unakuwa ni uchaguzi wa tofauti. Hatutaki kuona yale yaliyotendeka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Unaona mtu anapeleka barua kwa mtendaji wa mtaa anamkata jina, anamwambia kata rufaa. Unakata rufaa kwa mtendaji yule, anakata jina tena, anakwambia kata rufaa. Na unakata rufaa kwa nani? Kwa katibu tawala wa wilaya. Katibu tawala ni mteule wa rais. Unafika kule na yeye anakata jina tena. Mzabuni ni maajabu sana duniani kusikia mambo haya. Kwa hiyo mimi nawahamasisha watu wote wafanyabiashara ambao wengine hawawezi kushiriki kwenye siasa moja kwa moja waweze kusupport chama, na ndio maana chama kimelaunch program inayoitwa Tone. Chama chetu kimeweza launch program ambayo inaitwa NIMO, tuweze kuhakikisha kwamba tunasupport chama kwa namna kadri tunavyoweza. Popote pale mimi naamini wewe unayenisikiliza unaweza kushiriki siasa, aidha kwa kuchangia fedha yako, kwa kuweza kusema neno kupitia vyombo vya habari, kwa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri au kwa usafiri. Na wale kwa kwenye maeneo mbalimbali mikoani, ni wasihi sana waunge mkono viongozi wetu walio katika maeneo yao, aidha kwenye mikoa, kwenye wilaya, kuwapa support ili siasa hizi zitaenda kufikia lengo la nyumba kwa nyumba. Tunataka jamaa zetu hawa wanyoshe mikono kabisa kwamba wale kweli sasa ni wakati wa kuweka mambo sawa, tuweke mambo vizuri. Na ndugu zetu, na siku zote tunasema tamaa huzaa dhambi, na dhambi ikikomaa huzaa mauti. Kuna dhambi nyingi zinaendelea, na mimi naamini kabisa kwamba sasa tuweze kupata misingi ya utawala bora ili tuweze kwenda mbele katika taifa la Tanzania. Na baada ya kuzungumza hayo, niseme tu shukrani sana kwa kuweza kunisikiliza.